Na mwasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Baraka One TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Nyangezi, wazalendo waichukua Nyangezi. Fizi, mapigano makali kati ya M23 Twirwaneho na Waza. Butembo, UPDF yafukuzwa na kuondoka. Na mwikiwa ni tarehe 2 za mwezi wa 4 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika ya Kati asubuhi, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka tu kwamba operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na hivyo ungana na Baraka One TV kwa malengo ya kuweza kuwasaidia wazalendo kokote ambako wanapatikana. Na pia tembelea Baraka One TV channel 2 ili uendelee kupata matangazo yetu mbalimbali yanayozidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya kitongoji cha Nyangezi. Mapema hiyo tarehe 1 za mwezi wa 4 2025 alfajiri, moto uliwaka kati ya Waza FARDC dhidi ya magaidi wa M23 Alliance PF Congo pamoja na RDF eneo la Karongo, Nyangezi Central, mkoani Kivu ya Kusini, ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yalikuwa ni makali na yenye milio ya risasi aina zote, huku Waza pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa pamoja wakishirikiana. Mpaka kufikia majira ya mchana, Nyangezi ilikuwa tayari ipo mikononi mwa Waza pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Nyangezi inapatikana takriban kilomita 20 na mji wa Bukavu. Wakati huo vikosi vya RDF na M23 kutoka ndani ya mji wa Bukavu waliojaribu kwenda kusaidia maeneo ya Nyangezi walijikuta kwenye mtego wa Waza na kufanikiwa kuyachoma moto magari yao, pamoja na askari zaidi ya 27 kupoteza maisha, huku wengine wakiwa ni majeruhi na silaha walizokuwa nazo kuweza kuangukia mikononi mwa magaidi wa kuangukia mikononi mwa Waza pamoja na FARDC. Maeneo ya Toyota yanapatikana ikiwa ni kilomita 13 kuingia ndani ya mji wa Bukavu. Uwepo wa wazalendo maeneo ya Nyangezi na sehemu mbalimbali kunazidi kuwatishia maisha magaidi wa M23 ambao wanapatikana ndani ya mji wa Bukavu, huku raia wakihitajika kuweza kuwa watulivu na kusubiri kuwapokea wazalendo muda wote wanaweza kuingia ndani ya mji wa Bukavu. Hii ni Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Nyangezi, tubaki tu mkoani Kivu ya Kusini, na moja kwa moja tujielekeze tarafani Fizi, ambako mapigano makali kati ya M23 Twirwaneho pamoja na wazalendo. Tofauti na jinsi wanavyosema kuwa adui anasonga mbele mpaka eneo la Wamlema, ni uongo. Adui ameweza kupigwa na kurudishwa nyuma.
Kutokana na vyanzo ambavyo vinapatikana maeneo ya Wamlema na sehemu mbalimbali vinasema kwamba adui alijaribu kusogea, lakini alikutanana na kipigo kitakatifu na hivyo kuweza kurudi nyuma. Katika mapigano hayo kuna Twirwaneho, Red Tabara ambao ni washirika wa karibu wa M23 na ambao wanajaribu kuendeleza kuchukua vijiji mbalimbali ndani ya tarafa ya Fizi, huku wakiwa Minembwe na kujaribu kushuka maeneo mengine. Ukinsaurin sababu upe wana ukinsababu upe ini na kyolo manya bi na kyolo manya ni ekibino banya tiba la Mwanlima msengi upe bashira ule ubanda ule ne bapikwa ne ba boto abino basola ba bachindi echa FRDC na tu bana bazalendo ba bachindi echa bina kyolo manya yini ni ekibi cyanga yini ushuhuda mnyako na kyolo manya ine cyanga na bina endela mbeno paka nule kwa Lema bino ine kokolo bino mimi matenda bino ni mpaka Wanlima nimujulisha misa yote zaidi sana. Adui hakuweza kufika kwa mlima, alipigwa vibaya. Ule ni mateka ambaye alikamatiwa muvita ya Mkoko yule ya Lusuku na kwa mlima. Mungu iko nataka tupatia ushinji kabisa. Juu Wanyarwanda walishindwa kuingia mwingine, walikutana wa vijana wako washupavu kabisa wa vita. Mapigano hayo yaliwapa ushindi wazalendo na kufanikiwa kukamata mateka ambaye anasemekana kuwa mama yake ni Mkongomani, baba yake ni Mnyarwanda. Mara aseme baba yake ni Mnyarwanda, mama yake ni Mkongomani, na hivyo kwa maelezo zaidi huyu hapa Embuto, msikilize. Sasa wakati ulifika pale kumwingine, ulikia nje ya wapi? Ulikuwa na Banyarwanda, ulikuwa na banani? Mimi nilikuwa nikasikia wakasema lugha ya Kinyarwanda kidogo kidogo. Ile saba alikuwa anakufunga kumacho wala hai. Huko ulitoka nje ya Minembwe, ulitoka nje ya wapi? Tulitoka ile njia ya kule Kamanyola tukakuya barabara hiyo. Mukapanda kule kumilima ya kule wala hai. Ni kule mwele milima ya kule. Mile milima ya kule hivi mko na banani? Maisha bana kukamata kule yuko. Mko na banani? Maisha. Wenzetu wote mimi na bacha kule. Banyarwanda. Bale banani? Bale abo basoda. Ba M23. Sio kama ni wa M23. Ni Banyarwanda. Sio. Unapenda ukufe wala bwana uko na vita? Sema kweli. Mimi kwa sema ukweli. Wewe uko kabila gani? Mimi kabila yangu. Babangu ni Mnyarwanda. Mamangu ni Mkongomani. Mkongomani wa wapi? Wa kule Kamanyola. Shema Elike. Shema Elike. Uko kabila gani? Babangu ni Mnyarwanda, mamangu ni Mkongomani. Baba yako ndio Mnyarwanda? Wa Rwanda? Sasa ulikuwa unafuata nini huko? Nilikuwa mimi nakaa kusalimia mamangu. Sasa hii teni, mtu mwenye anakuwa salimia mama yake analetaka teni ya basoda. Hii teni balinikamata bakanivalisha hayo. Bakakuvalisha hayo? Sasa wewe kule Kamanyola mlikuwa wangapi? Mlikuwa wangapi kule? Watatu. Kule Kamanyola mlikuwa watatu? Kule Kamanyola benye tulitokana Rwanda benzetu. Tulikuwa watatu. Benye walitoka Rwanda. Kisha wakatukamata. Wakatupatia banani? Shakoshi. Wakatuvalisha na hivi mateni. Na makuta zetu nilikuwa nazo wakaninyang'anya nazo. Sasa wewe ulikuwa na makuta na biko wanasema biko wanampatia makuta nyie basoda. Sasa wewe utakuwa na makuta tena hai. Biko wanamlipa makuta ngapi kwanza? Mimi hakutulipa makuta. Sasa walikuleta huku ukuwe soda aye na hawatakulipa makuta. Mimi bali nikamatia njia tu wakanibeba hovyo hovyo. Wakubeba ovyo ovyo. Sasa kwa kukimbia huku ulikuya hai, ulifika mwe mwingine. Kukimbia kule nilisikia masasi kule, nikashituka mimi nikasema hivi, ngoja nikimbilie manyumba, nipoteni bibi nani mateni ni vitupe. Bunduki yako unaiacha? Bunduki bashani nyang'anya. Sasa wewe kama huko soda ulikuwa unatia bunduki juu ya nini? Bunduki mimi sijui tumikisha bunduki. Sasa ulikuwa unaileta juu ya nini? Walini pale ngoni bibebe. Hapa kwenye mnashuka. Biko banamwambia mko mnaenda wapi? Mimi sijui kwenye wakati tubeba. Mko bangapi hapa?
Hapa tuko karibu ya Matruasa. Njoo wenyewe wanashuka mwa njia. Mko karibu na Matruasa, njoo wanashuka mwa njia. Unasema kweli wewe? Mimi nasema kweli. Mimi nasema kweli. Sasa mnakuya njia ngapi? Njia ile barabara yote. Njoo mnakuya. Hakuna wengine wenyewe walipenya wengine manjia hivi. Usema kweli, kama useme kweli watakuona. Mimi kwa sema kweli. Pete mpanga. Mko na bunduki ngapi za kabambi? Za kabambi. Mimi siwezi sabi. Ni za mingi. Sasa wengine bezako wenyewe ulikimbia nabo viko wapi? Wengine bashabaua. Wengine walibaua? Wapi? Kule. Sio kama ni wanani bashabaua. Uliwakuta wewe sasa ulikimbia huko. Ulikimbia na wengine? Wote mimi nilibacha nyuma, wote mimi nikasema hivi ngoja nikimbie nikwe manyumba niache hivi mateni. Manyumba uvale nini hasa? Ungeacha kisha njoo uvale nini? Hivi tashiria soda be. Bien no ashira paska na uko no nashika tu pale ndani. Tofauti na hivyo, tetesi ambazo zilikuwa zinazagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba Kamanda Ngoma Nzito ambaye ndiye kiongozi wa Biloze Bishambuke kwamba amepoteza maisha, hizo ni taarifa za uongo na wala hakuna kilichotokea, isipokuwa tu kamanda yuko hai na bado anaendeleza harakati za kupigana kwa ajili ya kuokoa udongo wa mababu. Jambo kiongozi. Habari ya huko? Ni tulivu labda upande wenu. Sisi wazima kiongozi, raia walikuwa tayari wamekwisha vunjika moyo. Kuna habari zinazagaa kwenye mitandao, sijui unaweza kuambia je raia wa Kongo? Raia gani na habari gani zimezagaa? Kuna audio moja ambayo ilisukuma kwenye mitandaoni na adui moja wa Kongo akahakikisha kwamba Jemadari Ngoma Nzito amefariki kwenye uwanja wa mapambano akiwa na askari 17. Sasa yule anayetoa habari hayo amesema uongo mtupu. Kwa maana niko ngangari. Ndiyo. Kama vile wajua, kama vile mzalendo halisi. Ndiyo. Asante sana. Wito wako kwa raia wa Kongo na watumainie nini kwako? Natumaini kwao wawe amani, wasikie amani kabisa kama tuko imara, hatuwezi mioyo kwa adui. Ndiyo. Kupambana na adui mpaka mwisho. Ndiyo. Nafasi zote wamekaba zote tutaondoa nafasi hizo. Ndiyo. Wote watulie kabisa, tuko standby. Sawa kiongozi, tunashukuru kabisa kusikia sauti yako. Merci, hamna tatizo. Wewe ni Delfe Kalembe Ngoma Nzito ndio mwenye kupeperusha habari hizo. Ndiyo tunasikia. Kubabaika na waambie wakongomani wote, wazalendo halisi wote wasimame tupiganie nchi yetu. Tunakushukuru kiongozi. Merci, tunashukuru na. Ndiyo. Taarifa kutoka huko tarafani Fizi zinazungumzia baada ya kifo cha Luteni Jenerali Kibukila Mtetezi ambaye anasemekana kuweza kuchukua nafasi yake ni kamanda mwingine anajulikana kwa jina la Zelambuma ambaye ataapishwa na kula kiapo chini ya bendera kwa ajili ya kupigana kutetea taifa na zaidi sana kutetea eneo la tarafa la Fizi ambalo linajaribiwa na magaidi wa M23 kupitia Twigwaneho Redi Tabara wanaotaka kuchukua maeneo mbalimbali ndani ya tarafa hiyo. Hii ni Baraka1 TV. Na asante sana huko nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na ambako huko unatupata kutoka Australia, kutoka Canada, USA, Europe, South Africa, Kongo nzima, East Africa pamoja na Central Africa. Ejide Kizenga Tembele, King Seleman Shabani wakiwa nasikiza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo moja kwa moja tuingie huko mkoani Kivu ya Kaskazini ndani ya Butembo ambako UPDF yafukuzwa na kuondoka maeneo hayo.
Ukiachana na maneno yaliokuwa yakizungumzwa na jeshi la UPDF kupitia kichaa mtoto wa Yoweri Museveni, Kainerugaba Muhoozi, kwamba hata kama M23 itaingia maeneo yote ambayo UPDF inapatikana, wala wao hawatopigana, maana hawakuja kupigana na M23. Matamshi hayo yamekuwa yakiwakera sana Wakongomani, na huku watu kuweza kuandaa maandamano ya kuwafukuza wanajeshi wa Uganda UPDF waweze kuondoka ndani ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana hawana msaada wowote ambao wanaweza kuleta endapo magaidi wa M23 watavamia maeneo hayo. Hapa tunaona Baganda biko naenda leo. Mie tunasema waende paske kuunga UPDF mkono ni sawa na kuunga M23 mkono. Mie pozisio yangu weke hatutapataka amani ya kudumu na hawa Baganda waende. Sababu nabo bakebakia ni engine vita yenye iko mupei yenye itatokeaka kesho au apre kesho. Ndio hapa tunaona gari za UPDF ziko natoka Butembo ziende, ndio ziende. Paske avec ata UPDF tu biko natukera. Avec UPDF biko natukera. Hapa hamwezi ni grimase tuko mwinji yetu we toka. Iko anionyesha na kidole. UPDF muende, hatuwataki kabisa. Iko kweli hatuwataki UPDF iende. UPDF iende. Kuunga UPDF mkono ni sawa na kuunga M23 mkono. Njola natatokea. Utafahamu tu kwamba tishio la magaidi wa M23 la kuvamia maeneo yote hayo yapo. M23 wanatishia kuingia Butembo, Ubeni pamoja na maeneo mengine. Kitendo hicho kimewapa hasira wananchi na kuanza kuwafukuza Waganda warudi majumbani kwao. Okay, kokwe gabuleba. Arrête Boleba UPDF va arriver Boleba iga Arijo Nijarimba Iturinanga anzana papoke ange palina Ariza communauté kema iga Boleba de mapoke a UPDF bokuna kwena kabisa Arijo kokupa na binga na iga basi lo Boleba iga kadanga na ndukwe areke ko a video chonido jiro ni chumbari baiba e gabule ba na population de mapoke a UPDF bajo ko iga bule banangana sheferi ya baiba bajere upokezi ya UPDF hapa kijiji cha Bule. Ndio, merci. UPDF karibu sana. Tunafurahi sana kabisa. Karibu. Tayari tunapokea askari ya UPDF hapa kumuji ya Bule. Sana. Ana le joy ni tunari que nju ijengana kopokea iga UPDF de masindi mali ukimia ndule chena cha losinisi ndule chepana cha losinisi ana ariku dule bako na population ma déplacer de mapokea UPDF igabuleba karibu sana. Merci. Ahora que nje equipe a lutter de Mararo. Lo nje equipe da Jenziro. Bo parking jo. Merci.
aona ni chunari kufu video le lukwero vraiment espace janga arjo ni chunari ku ndunanga lonzadi niri dole basa triandu soto shaba fuzi ndaki lundululo kuza njo ijenga na kopokea UPDF igabule ba bado kwa programu gule chwa luteniro ili kwa bado sida kwa likodo ni dori ndio merci. Ukiachana na taarifa hizo, kwa upande wengine wa Masisi Central, wazawaza wa kundi la APCLS chini ya kiongozi Janvier Karahira wameweza kuingia ndani ya Masisi Central na kutungana na magaidi wa M23 baadaye kuweza kurudi nyuma kwa mipango zaidi ya kimikakati. Wazawaza walitokea eneo la Nyabihondo Bukombo na hivyo kuweza kuwapa wakati mgumu magaidi wa M23. Baada ya masaa kadhaa ya risasi, wazawaza waliamua kurudi nyuma ili kwenda kujipanga na kwa ajili ya mashambulizi mengine zaidi. Kulingana na hali jinsi inavyozidi kuwa ngumu kwa upande wa magaidi wa M23, maana kila kona wanakutana na moto kutoka kwa wazawaza. Kitendo hicho kinafanya magaidi wa RDF kuzidi kupunguka na kuzidi kuwa na wasiwasi mkubwa. Huku mazungumzo yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika huko Qatar, magaidi wa M23 imeshindikana baada ya maombi yao kuweza kukataliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wapatanishi wa Qatar wakiwaomba magaidi hao kuweza kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kuweza kuingia ndani ya mji wa Kinshasa kwenye mikakati na mipango ya kiusalama na kikazi, gavana wa Haut-Katanga Jacques Kiabula akiwa Kinshasa amezungumzia namna serikali inavyopambana ili kuleta usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi mashariki mwa DRC katika mikoa ambayo inakumbana na vita ya uvamizi wa magaidi wa M23 pamoja na RDF kutoka Rwanda. Vous le savez, effectivement, je suis gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je suis président d'un parti politique qui est ARDEV et aussi président d'un groupement politique qui est ARDEV. Et en même temps, je suis aussi une personnalité, membre du présidium de l'Union Sacrée. Donc, à ce titre-là, étant un politique, ayant un regroupement politique, j'ai été invité par le Conseil spécial aujourd'hui pour donner un point de vue sur la question de l'heure. La question de l'heure, c'est en rapport avec la guerre qui nous est imposée injustement par l'agresseur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en danger. Le danger, c'est que c'est le risque de la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, notre pays risque d'être démorcelé en partie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et donc, répondre à cette invitation, c'est répondre pour un camp qui défend la patrie. Le camp de la patrie, c'est le camp qui défend l'unité nationale. C'est un camp qui prône la cohésion nationale. Et donc, nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ce menace, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. La population en a besoin. Non seulement pour répondre à la menace, mais aussi pour répondre au social de la population, tout en privilégiant bien sûr les sociales de nos militaires qui sont au front, qui se battent pour la patrie. Et donc aujourd'hui, il est important que nous tous, nous puissions nous unir tous comme un seul homme autour de notre patrie. La patrie, c'est la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État défend la République démocratique du Congo comme étant sa patrie. Et donc, nous tous, en tant que patriotes, nous avons ce devoir de défendre la République démocratique du Congo. C'est à ce titre que ARDEV a, aujourd'hui, que je représente, prend l'option de participer à ce gouvernement. De sorte que nous puissions mettre fin à cette guerre et assurer un lendemain meilleur à notre population, tout en sauvegardant
la cohésion, l'unité nationale et l'intégrité de notre territoire national. Le Congo restera un et indivisible. Vile mnajua moi niko gouverneur wa province ya Haut-Katanga, niko président wa parti politique ARDEV, niko président wa regroupement politique ARDEV-A, et puis niko personnalité wa présidium, mon présidium ya Union Sacrée. Donc à ce titre, je crois que nipokea pour ma consultation, nikusema nipate kuleta aussi mawazo yangu en tant que président ya regroupement, bien sûr mawazo ya regroupement, mais aussi en tant que personnalité. Alors mkusungumuza, nous sommes arrivés ya kusema mkini yetu leo iko mdanger, na vita ile badui wanakombanisha kule est haiko vita ya muntu moja, ni vita ya mkini mujima. Si ile tunaita en français, c'est la patrie qui est en danger. Donc ni muji yetu ya Congo iku menacé, iku mdanger. Et face à cela, hatuwezi kukala kimya, tunapashi kuweka mawazo fashi moya na tuone namna kani tunaweza kusaidia mkini yetu ya Congo pour que Congo tushinde vita na twende mbele. Alors juu ya ile tunasema tunaichika ya kusema ukuye gouvernement ya sasa, timu ya mupya ile itaweza kupeleka kongoza population yetu vizuri juu ya kurepondre kwa mambo ya vie pour que Congo na twende mbele. Alors juu ya ile itaweza kupeleka tayari ya kuparticiper ku gouvernement ya Union nationale ya vita iko mkini. Na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa matangazo yetu ya asubuhi hii ya tarehe 2 za mwezi wa 4 2025. Mtatuia radhi kwa tarehe moja ya mitandao iliweza kusumbua na hivyo kushindwa kabisa kuweza kupeperusha matangazo yetu ya hiyo tarehe moja za mwezi huu wa 4, lakini kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kusonga ugali, lazima kazi itaendelea. Ungana na Baraka One TV Channel 2 ili uweze kupata matukio mengi yanazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia usikose kushare, kusubscribe na kulike Baraka One TV Channel 2, na kumbuka pia Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Big up kwa wote ambao mnazidi kuwa pamoja na Baraka One TV. Rajab Wakili Kabonga, the one and all in town, DJB.